Habari zenu ndugu zangu watazamaji, nina imani mpo salama. Siku ya leo nimewaletea kigongo kali, kigongo safi hichi hapa cha kusisimua chenye mapenzi makubwa. Basi historia yetu ya leo inaitwa upendo wa kishirikina. Katika kijiji cha Nyandakuu palikuwepo msichana aitwaye Salha. Salha alikuwa mrembo wa kupindukia, mwenye macho makubwa yenye mvuto wa ajabu, ngozi ya kahawia iliyong'aa kama miale ya jua la asubuhi, na tabasamu lililoweza kukusanyisha mioyo ya watu wengi. Lakini uzuri wake haukuwa wa kawaida. Ilizungumzwa kuwa uzuri wake una siri kubwa. Kijijini humo ilisemekana kuwa Salha alirithi damu ya bibi yake, Asha mganga, aliyekuwa mchawi mashuhuri wa enzi za kale. Ingawa Salha mwenyewe hakuwahi kujihusisha na uchawi, kila mtu aliamini kuwa kuna nguvu za kumlinda. Wanaume wengi walimtamani, lakini hakuna yeyote aliyethubutu kumtongoza kwa hofu ya kurogwa. Siku moja kijana mwenye ujasiri kutoka kijijini cha Renikali alifika Nyandakuu. Jina lake ilikuwa Hamza. Hamza alikuwa shujaa na mpiganaji hodari, lakini pia alikuwa na moyo wa dhati. Aliposikia hadithi za Salha, alidharau hofu za watu, akaamua kumfuata. Kwa mara ya kwanza Salha alihisi tofauti. Hakuna mwanaume aliyewahi kumtazama kama Alamzal alivyomtazama, ya upendo, si kwa hofu. Pole pole moyo wa Salma ulianza kupenda, lakini alijua kuwa upendo wake ulikuwa na hatari kubwa. Kama unataka kunipenda, unapaswa kuwa tayari kwa lolote, Salha alimwambia Hamza. Siku moja wakiwa wamekaa kando ya mto, mwanga wa mwezi ukiangazia nyuso zao. Nipo tayari kwa chochote, hata kama ni kupigana na wachawi 1000 kwa ajili yako, Hamza alijibu kwa udhibiti, lakini hakujua kuwa maneno yake yangekuwa mtihani halisi. Usiku huo upepo ulianza kuvuma kwa nguvu sio ya kawaida. Kijiji kilitikisika kwa milio ya uwundi na miale ya moto iliyokuwa ikicheza angani. Mwanamke mzee aliyekuwa na macho nyekundu kama makaa ya moto alitokea ghafla mbele yao. Alikuwa Bi Aisha, bibi wa Salha. Huwezi kumpenda mjukuu wangu bila gharama, sauti yake ilisikika kama radi. Uko tayari kuthibitisha upendo wako? Hamza hakuogopa. Nipo tayari, alijibu bila kusita. Aisha alitabasamu kwa hila. Basi utalazimika kuvunja laana iliyokwa damu yake. Kilichofuata kilikuwa safari ya hatari yenye majaribu ya kichawi, mapambano ya viumbe vya giza na upendo uliotahiniwa kwa njia ambazo lazima hakuwahi kufikiria. Je, angeweza uvunja laana? Je, upendo wao ungeweza ushinda nguvu za giza? Basi tukutane katika part 2 ili uweze kujua yanayofuata. Usikose kulike na kusubscribe channel yangu hii mpya. Bye.